Halo? Ujumbe wangu unasema jina la Bwana libarikiwe. Nguvu ya kutaka. Nguvu ya nini? Ya kutaka. Nguvu ya nini? Ya kutaka. Ujumbe wangu asubuhi ya leo unasema nguvu ya kutaka. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Nguvu ya kutaka. Mabadiliko na matokeo makubwa ya mtu wa Mungu yamefungwa kwenye moyo wa kutaka. Mabadiliko na matokeo makubwa ya mtu wa Mungu yamefungwa kwenye moyo wa kutaka. Ipo nguvu kwenye moyo ulioamua kwa kutaka jambo. Kama kuna kitu ambacho Mungu anatamani ndani ya mioyo yetu kizaliwe, ni nguvu ya moyo wa kutaka mabadiliko. Hakuna badiliko ndani ya moyo wa mtu kama moyo wa huyo mtu mwenyewe haujaamua kutaka mabadiliko. Mabadiliko na matokeo makubwa yanayotarajiwa na watu wote unaowaona, including pamoja na wewe na mimi, yamefungwa kwenye nguvu ya moyo wa kutaka. Moyo wa kutaka jambo unalazimisha mambo yasiyowezekana yawezekane kwa mtu ambaye kulikuwa hakuna sura. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe sana. Mtu aliye na moyo wa kutaka uyabadilisha majira na mazingira yasiyo rafiki kusababisha mambo anayoyataka kutokea yatokee. Sema amina. Moyo wa kutaka jambo litokee haumtegemei Mungu, bali unamtegemea aliyepewa neema. Kila unayemuona aliye ndani ya Kristo, Mungu amempa neema ya kufanya jambo lolote, ili mradi hilo jambo sio dhambi. Sema amina. Kati ya mtego ambao shetani ameufanya kwa wanadamu, adui amewafanya wanadamu waamini mafanikio ya kimwili yanatokana na mapenzi ya Mungu. Uongo mkubwa. Uongo mkubwa. Yaani wanadamu wanasema au watu wanamtazamo kwamba Mungu hajataka nifanikiwe. Wamefunga mafanikio yao ya kimwili na mapenzi ya Mungu. Wanasema kama Mungu anapenda upate, basi utapata. Na kama Mungu hapendi upate, haitatokea kwako hata ukijiua. Ni uongo, na huo ni uongo wa dini ya shetani. Unaosema eti Mungu yeye anatoa neema kubwa kubwa na ndogo ndogo. Sikiliza. Mungu anatoa fursa, lakini anayechukua fursa zitokee huaga ni mwanadamu mwenyewe. Kwa sababu ngoja niwaambieni, kama Mungu angekuwa yeye anapenda na kwa watu fulani na watu fulani Mungu hapendi, maana yake ile hali ya yeye kuwa baba aliyefea inaisha. Hakuna baba aliyefea atakayempa mtoto huyu heka 5 alafu huyu ampe nusu heka, au huyu amnyime alafu hao watoto wawili wawe na haki sawa mbele za huyu baba. Mnanielewa vizuri? Kanisa la Bwana, mnanielewa vizuri? Shetani anatudanganya hivi, mafanikio katika yale mambo tunayoyafanya yanategemeana na mapenzi ya Mungu. Mafanikio katika yale tunayoyafanya yanategemeana na moyo wa kutaka yale mambo yatokee. Mungu alipotuita, alipotuumba, sikia nikwambie, ukiona Mungu anakupinga, maana yake unafanya kitu ambacho Mungu hataki ufanye. Ukifanya kitu ukiona Mungu anakupinga, ina maana, ngoja nikueleze, kuna milango iliyofungwa
Kuna malango yaliyofungwa. Kwa nini? Kwa sababu haya malango yana nguvu za giza zinapambana. Sikia, kila unayemuona amefanikiwa, amepambana na mashetani yale yale ambayo wewe unapambana nayo. Kila mtu unayemuona ana hatua fulani kwenye maisha, ana vita ile ile, alipita vita ile ile, lakini tofauti yako wewe na yeye aliamua kwamba piga ua, garagaza, linyeshe, jua liwake, lazima nitoboe. Sema amina. Sema amina. Ukiwa na excuse, ukiwa unasema Mungu hajapenda mimi ni, ukishasema Mungu hajapenda, maana yake adui anakusababisha uweke silaha zako chini. Ndani yako kama unalolifanya na unalolitaka haliko kinyume na Mungu, maana yake hilo jambo linacheleweshwa na uvivu wako ama na vita ya shetani. Mambo mawili tu, uvivu ama vita ya shetani. Na uvivu unatokana na moyo. Unajua mwenye kuambie, kuna mtu anataka lakini hana moyo wa kufanya yale anayotaka yatokee. Tofauti ya wewe na yule aliyefanikiwa ni bidii aliyoweka huyu mtu ambaye wewe hujaiweka. Anasema katika Isaya 50 na ngapi pale? Anasemaje? Isaya 54:14. 54:14. Anasema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hautaogopa, mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Kwa maana hofu haitakukaribia. Utakusudia jambo na hilo jambo litafanya nini? Litakuwa. Ukiona unakusudia jambo, unapambana na jambo, hilo jambo lisipotokea, maana yake vita ya adui amezidisha hofu juu yako, ambayo inakuambia hiki kitu hakitatokea. Tulipokuwa tunaanza maandalizi ya chuma unoa chuma, vita ilikuwa kubwa, hakuna mwenye hela. Tumefika mahali mpaka siku zimefika kabisa, hakuna mwenye hela. Na kuambia tunaulizana tunapata wapi hela. Tulipoanza kupiga rangi ndio pesa ikaisha. Nilipokuwa naangalia nikasikia moyoni, utakusudia jambo nalo litafanya nini? Litafanikiwa. Nikaanza kupambana na roho ya hofu. Nguvu ya kutaka inazaa nguvu ya kulazimisha. Nguvu ya kutaka jambo litokee ikiwa ndani yako inazaa, inaibua ndani yako nguvu ya kulazimisha. Wakati ndani yako nguvu ya kutaka hamna, kuna moyo wa kutaka lakini hakuna nguvu ya kutaka. Watu wengi sana hapa wanataka. Wanafanya nini? Wanataka kufanikiwa, wanataka kuoa, wanataka kuolewa, wanataka kutoboa, wanataka kujenga nyumba. Hakuna mtu ambaye hataki kujenga nyumba. Hakuna mtu ambaye hataki kuwa na gari. Hakuna mtu ambaye hataki kuwa na pesa, lakini hana nguvu ya nguvu. Yule ndani yake anataka lakini hana nguvu. Kuna kitu naongea na mimi, ujumbe wangu unasema nguvu ya nini? Ya kutaka. Kuna kutaka na kuna nguvu ya kutaka. Nguvu ya kutaka inazaa moyo na hari ya kulazimisha. Ukimkuta mtu anayetaka kusoma lakini hana nguvu ya kutaka kusoma, huyo mtu hata akifeli haoni tofauti. Anasema inawezekana Mungu alikuwa hajapenda ni faulu. Yaani unafeli unasema Mungu akupenda ni faulu. Mungu anapenda ufaulu, lakini wewe ndani yako hakuna nguvu ya kutaka kufaulu. Wakati wenzako wanaamka usiku wa manane kusoma, wewe ndio unajigeuza upande wa pili. Utapata tu disco utapata. Na isipokuwa disco utapata sub kwa wale wanachuo. Au vipi? Utakeri. Tukiongea lugha za chuo kikuu, kuna kudisqualify, kuna kucarry on, na kuna nini? Na kuna supplementary. Halo? Kwa wale wa primary school utapata F, utapata D,
au ni sekondari? Sekondari ni FD. Halo? Kwa wale wa primary utapata 20 ya 100. Alafu tunasema najua Mungu hajapenda ni faulu. Kwa kweli Mungu bwana, haikuwa mapenzi ya Mungu mimi kupata 100. Haikuwa mapenzi ya Mungu mimi kupata nini? Sikia nikwambie, maisha ni kama shule. Mtu yeyote unayeona amekwenda mahali, ndani yake kuna nguvu ya kutaka jambo litokee. Tofauti ya Mbano na watu wengine unaowaona ni kwa sababu ndani yake anatamani, ana nguvu. Hiyo nguvu ya kutaka inazaa nguvu ya kulazimisha mambo. Utakuwa mbali na kuonewa. Utathibitika katika haki. Utakusudia jambo nalo litafanya nini? Litatokea. Ukiona unakusudia jambo halitokei, ndani yako kilichopungua ni nguvu ya kutaka mambo yatokee. Na ilaani roho ya uvivu kwa jina la Yesu. Nasema na ilaani roho ya uvivu kwa jina la Yesu. Na ilaani roho ya uvivu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Mathayo mlango ule wa 7 anasemaje Yesu? Mathayo 7 mlango wa 7 na mstari wa 8. Ukianza mstari wa 7 anasema ombeni nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Tafuteni nanyi mtafanya nini? Mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye. Mtu anayebisha ni mtu anayelazimisha. Nimekuja nikasema odi. Halo. Watu wengi wana nguvu haba. Wanasubiri baraka za Mungu kidogo kidogo. Wana ndoto mpaka wanaenda uzeeni haijatokea. Ukiona ndoto yako inachelewa, muombe Mungu aweke ndani yako nguvu ya kutaka mambo yatokee. Unalazimisha lazima hicho kitu kizaliwe. Nasema unalazimisha lazima hicho kitu kizaliwe. Acha kujifanya unajua inawezekana mapenzi ya Mungu mpaka nikioa ndo nitajenga nyumba. Hivi kuna watu wako hapa, ngoja nikueleze dada yangu, uko hapa saa hizi haujaolewa. Ukiwa na nyumba umeongeza credit za kuolewa. Mtu kama Frankie anakucheki namna hii, anasema mimi nikikoa Delight, nikikoa Teacher, wewe Esther, hivi unafikiri Samuel akuoni? Lakini anaona akikuoa anaoa matatizo. Mnanielewa vizuri? Pamoja ni mrembo, anaangalia pua yako ni kweli imechongoka, lakini anapiga mahesabu, nikikoa tu naanza kupangisha, na sipangishi chumba kimoja. Maana anapiga mahesabu vile ulivyo na ndugu zako mnapopendana. Yaani tu akikuoa Shina na 100, Debora na 100, Doria na 100. Sasa anajiuliza sasa mimi nitakuwa nalala wapi? Kwa hiyo inabidi aongeze chumba cha pili na chumba cha tatu. Na kama mnakaa Dodoma, bishop wake akija tu Dodoma lazima aje akalale kwake. Kwa hiyo sasa inabidi niweke na chumba cha wageni. Kwa hiyo una matatizo yanaanza pale. Lakini unaonaje wakati kuna watu ambao walikuwa wana boom, wanatumia boom kununua plot. Anunui kiwanja cha milioni nyingi, ananunua kiwanja cha 800,000. Kama yuko ananunua kwa Yombo Vituka huko ndani. Kila buli kutoka analipa 200,000, 150,000, aje amaliza miaka yake 3-4 ya sheria, anakuta tayari ana kiwanja. Delight unasoma pale Makumira, unanunua kiwanja kule Kikatiti, mwisho heka 2 600,000. Unalipa kidogo kidogo, unamaliza chuo una shamba heka nzima. Alafu wakati unamaliza chuo una shamba, unakuta tayari maeneo yale yamepanda bei. Unakuja huko mtaani unafanya misele yako mara 2 mara 3, una biashara kako, wakati unaongea na mchumba na mkaka tu anasema vipi? Anasema sawa bwana, unaenda wapi? Mimi naenda zangu Katiti. Kuna nini? Sasa naenda kuangalia shamba. Anauza mzee Mbano unajua ni tajiri na mashamba. Ukifika kule anasema hamna, hili shamba nimenunua mwenyewe. Miezi 6 baadaye anakuta pale umejenga nyumba ya mlinzi, umejenga greenhouse, umeanza kuzalisha matikiti maji. Nakwambia hivi, hahitaji maono eti afunuliwe na Mungu wewe ni mke wake.
Halo. Unajua kuna watu wanaenda kwenye maombi ili wafunuliwe na Mungu wewe ni mke wake, na kuna watu wanaenda kwenye maombi wanamuomba Mungu akushawishi wewe umkubali. Haya ni maombi mawili tofauti. Kuna mtu anaomba, Mungu nifunulie, hii ni mapenzi yako ama sio, fulani ni mke wangu ama ni mume wangu. Yaani anaomba afunuliwe. Lakini kuna mtu, yani yeye mwenyewe kabla hata Mungu hajafunua, yeye alishafunuka tayari. Anaomba Mungu, Bwana, nikienda kwa huyu dada mfalme, naomba Bwana huyu dada nielewe, maana mambo hapa ninavyojiona, nikijipigia mahesabu mimi wa shilingi, yani nikipigiwa mahesabu kuanzia juu mpaka chini nina 350,000. Hiyo ni jumlisha na godoro nalolalia na mtungi wa gesi ulionao kule nyumbani kwako. Wewe. Ng'ombe ni ng'ombe, kila ng'ombe ana thamani tofauti na nyingine. Nataka usikie amina. Kuna ng'ombe wa 300,000 na kuna ng'ombe wa 300,000. Na kuna ng'ombe nimesikia kule Dodoma aliuzwa juzi kwenye maonyesho 1,30,000. Ng'ombe mmoja 1,30,000. Tofauti nini? Thamani ya huyu ng'ombe. Sasa kuna tofauti ya dada na dada. Kuna tofauti ya msichana na msichana. Halo. Nataka usikie amina kama unanielewa. Wadada wengi wanafikiria thamani yao ni urembo. Kwani wewe Esther ulijichonga? Ulijiumba? Wewe Eliza ulijiumba? Unaringia kitu ambacho huna? Hujawekeza chochote? Unajua mimi nikiringia urefu, eti mimi ni mrefu, kwani nilijitengeneza? Lakini naweza kuringia gari. Wakaka wenye gari wote, Kefa osi niangalie na makengeza. Hebu wewe nunua sasa hivi hata baisikeli ya gia tuje hapa. Utashangaa dada ukitoka pale, kaka Kefa samahani nataka nikusalimie kidogo. Jamani usifanye haraka kuondoka. Nika baisikeli kagia tu, thamani imeanza kupanda. Kaka hapa walichumbia, wadada wakanifuata ofisini. Nimeona dada huko kama vile mbogo aliyekurupua kwenye msitu. Anakuja ofisini. Baba bishop, naomba muambie fulani nitakuja nimpige. Maana akikupigia mahesabu, kwanza kuoga uoge. Hata haya maji ya Mwenyezi Mungu mmegombana, haya maji ya Mola mmegombana. Hivi kama huwezi kujinawisha mwenyewe, unaweza kutafuta hela watoto wangu kweli? Dada alinifuata hapa akaniambia, baba muambie fulani asinifuate. Nikamwambia kwa nini? Lazima kwanza ni mzee, atafariki kabla hata watoto wangu hawajakuwa, atakufa. Unajua ukiwa una hela unakuwa mzee kuliko babu yako. Tafuta hela wewe. Nasema tafuta hela. Kuna watu wanataka hela lakini hawana nguvu ya kutafuta. Kuna nguvu ya kutaka. Na mimi niko hapa pamoja na nabii zote. Unajua nilikuwa namuomba Bwana nifundishe nini, nasema nguvu ya kutaka. Waombe nguvu ya kutaka yale walioyaamini, yale waliotabiriwa, wawe na ndani yao kuna nguvu ya kuyataka yale mambo yatokee. Na mimi niko hapa mchana wa leo kusema Bwana anaenda kuachilia ndani yako nguvu ambayo haitakuacha ulale mpaka yale ulioyaota yatokee, mpaka yale ulioombewa yatokee, mpaka yale uliotabiriwa yatokee. Ndani yako hautapumzika. Ninasema hautapumzika. Nasema hautapumzika kwa jina la Yesu, hautapumzika. Hautapumzika. Hata kama wewe ni mvivu kuliko nyoka. Unajua nyoka ni kati ya wanyama wao. Akishameza chura analala. Anatafuta mahali anajibiringisha alafu anakaa hapo. Anaweza kukaa hata mwezi mzima bila kula tena. Hata kama ni mvivu, ndani yako naenda kuachilia nguvu. Najua ngoja nikwambie, mimi ndio baba yako wa kiroho. Na mimi ndio naweza kusema ndani yako nini kiingie. Mchana wa leo kama Mungu aishi, na mimi nataachilia nguvu. Katika jina la Yesu naachilia nguvu. Katika jina la Yesu naachilia nguvu. Katika jina la Yesu naachilia nguvu ndani yako. Hautanyamaza kwa jina la Bwana. Naachilia nguvu ndani yako kwa jina la Bwana. Nguvu itakayozaa njaa ya mafanikio. Nguvu itakayozaa kiu ya kufanikiwa. Nguvu itakayozaa kiu ya mambo yatokee. Ninaachilia nguvu ndani yako. Ninaachilia nguvu ndani yako. Nguvu iachiwe ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu Kristo.
Naomba ukae. Sikia niwaambieni wana wa Mungu. Tofauti ya watumishi wengi na wengine. Ukiona watumishi waliofanikiwa, yani amekuja tu Arusha juzi, tayari ameshanunua kiwanja, tayari ameshajenga, ana kanisa zuri kama hili, ameendelea. Moja kati ya vitu ambavyo nimekutana navyo katikati ya watumishi wengi wa Mungu, mimi nilikuwa nafikiria nini kinawasababisha watu kurudi nyuma. Yani kabla hawajanijua ni marafiki, kabla hawajanijua wananikimbilia, kabla wakinikaribia zaidi wakaja tukakaa, unashangaa wanarudi nyuma mpaka wanapotelea. Mioyo inawauma. Huyu mbando akija mjini tunamuona, huyu kijana tunamuona, tunamfahamu. Lini amepata haya yote? Sikia nikwambie, yapo hata kwa ajili yao pia. Tofauti, hawana nguvu ya kutaka yale mambo wanayoyaamini yafanye nini? Yatokee. Nasema kataa. Nguvu ya kutaka inazaa nini? Inazaa nguvu ya kulazimisha. Nguvu ya kutaka inazaa nguvu ya kuongezeka. Andika hivi vitu vichache ninapomalizia. Unapotaka unapokea nguvu ya kulazimisha. Fungueni madirisha, kuna joto ndani. Yale ya kule nyuma. Nguvu, fungua na mlango. Mashemasi mwe mnaangalia hivyo vitu sana. Nguvu ya kutaka inazaa kiu ya kulazimisha. Ukimuona mama alikuwa funicherani tu, lakini ghafla anakuambia na kiwanja kwa Morombo, usiseme unajua zamani bwana, walokole wa zamani walikuwa wajinga sana. Yani dada hata akisuka msuko mpya anaitwa ana mwanamume. Yani unashangaa msichana alikuwa anaimba praise hapa, kidogo ameanza kuvaa vizuri, anatengwa na wazee wa kanisa. Unajua tunaona kama vile hauendi sawa sawa. Shida ni nini? Wao walikuwa wana nguvu ya kufanikiwa. Kwa hiyo wanakutafsiri kwamba wewe lazima kuna mwanamume anakuhonga. Huwezi kwenda saluni kila siku. Nakwambia hivi, kuna watu wako hapa, ukitaka kila siku ule nyama, inawezekana. Nasema inawezekana. Nasema inawezekana. Iko nguvu ya kutaka mambo yatokee. Nguvu ya kutaka inaleta kiu. Nguvu ya kutaka inaongeza kiu ya mafanikio. Nguvu ya kutaka inakulazimisha wewe utake kile unachokiamini kionekane kwenye maisha. Wakati ndani yako hauna nguvu, utakuwa unataka lakini huwezi kukifikia. Wakorintho, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 10 na 12. Sema amina. Nimebakiza pointi moja. Wakorintho wa pili mlango wa ngapi? Wa 8 na mstari wa 10. Anasema, nami katika neno hili natoa shauri langu, maana neno hili la wafaa ninyi mliotangulia yapata mwaka, licha ya kutenda hata na kutaka pia. Hebu sema na kutaka pia. Lakini sasa timizeni kule kutenda nako, ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka, vivyo hivyo mkawe tayari pia kutimiza, kwa kadri ya mlivyo navyo. Wakorintho wa pili 8:10 na 11. Kutimiza. Unataka ndiyo, timiza. Walitaka, walilazimisha, walihakikisha. Ngoja nikwambie, mtu ambaye kwenye mambo ya Mungu akiahidi afanye, Mungu naye mambo yake afanye. Naongea nikiwa nimeangalia huku nisije nikapigwa mawe. Mtu ambaye kwenye mambo ya Mungu hafanyi, hana bidii yoyote ya kutaka mambo ya Mungu yatokee, na yeye mambo yake Mungu naye anayaacha. Nguvu ya kutaka. Tunapataga wapi hela za mazishi kwa muda mfupi? Kuna zaliwaga kitu huku ndani hautulii. Pointi yangu ya mwisho, nguvu ya kutaka uzaa hali ya kutokutulia. Kuku akitaka kutaga mayai hatulii hata. Yani labda umuue. Na nisikia vizuri? Ataruka
ana huku ndani kuna nguvu ya kusukuma. Na ndio maana Mungu anasema, je, mimi ni Mungu ambaye nisilete nguvu ya kuzalisha wakati wa kuzaa? Alafu najua watu, lile andiko sio la wanawake. Frank, kwani wewe Mungu anaposema pale hata Kiingereza hajasema she or her. Anazungumza habari ya mambo ya kuzaa. Ndani yetu kuna mambo tunatamani yazaliwe. Kuna mipango tunatamani ionekane. Tunatamani Arusha na sisi. Ngoja nikwambie, usiseme mimi ni mwenyeji wa Arusha, mkazi wa Arusha. Unakaa wapi Arusha? Na una plot. Wakazi wa Arusha ni wenye ploti, wale wenye nyumba. Nyie wengine wote wapangaji, sio wakazi wa Arusha. Nyie ni wapangaji wa Arusha. Mungu alinifundisha hiki kitu sana. Sikia nikwambie, ukienda Ulaya, alafu anayekuandikia barua ya mwaliko ana nyumba Ulaya, hata ubalozi haulizi tena kitu. Unaandika tu jina, mimi Bishop Elibariki Mbando na mwalika Chris aweze kuja hapa, na mimi ni nyumba namba 789. Wanaigugo nyumba namba 78, wanaona jina limetokea Elibariki Mbando, anamiliki hiyo nyumba. Sasa alikuwa na mpangaji mwenzako. Ukialikwa na mpangaji mwenzako, huyu mpangaji anaambiwa peleka statement ya benki kule kwao. Alafu elezea utamlaza wapi huyu mtu naye mwalika. Maana kama wewe tu unashindwa kula hapa, mara nyingine unajilipia kodi mpaka sisi serikali tunakusaidia. Unaleta, unaongeza mzigo kutoka huko Afrika kuja ukaa hapa. Wanakunyima visa. Hivyo unafikiria sasa hivi kule Marekani walikwe na mtu kama Baharesa kwamba anakuandikia barua, mheshimiwa njoo nitakulipia gharama. Unafikiri balozi unauliza maswali? Lakini unaalikwa hapa na nani? Kaurananga, Karumanzira, Kazimoto, Kazuramimba. Unatoka wapi? Natoka Ngusero. Wapi? Mtaa wa Sokoniwani. Wapi? Lolovono. Wapi? Chini ya Majasho garage. Wapi? Nyumba namba fulani. Hiyo nyumba ina jina gani? Account number sina. Sina. Hela unaweka wapi kwenye M-Pesa? Una shilingi ngapi? Nasongesha, nadaiwa. Immigration inakwambia wewe huyo unayemwalika, mwambie atuthibitishie ubalozini kule Tanzania ana shilingi ngapi kwenye akaunti yake. Ndio hapa unashangaa, ninachukua akaunti hapa napeleka ubalozini na majina, mimi naitwa fulani, kwa sababu anayenialika kule kwao ni kapuku. Wewe kafuku unaalika watu wengine, unataka kutuongezea matatizo. Ni sawa mmekaa hapo nyumbani, wewe mmepangisha, Edward, umepangisha chumba na sebule. Alafu unashangaa pale Trini anatoka shuleni Kigoma, alikuwa anasoma Kigoma Dar, amekuja na marafiki zake wawili. Sasa tunaenda, nimewakaribisha waje Arusha. Alafu nimemwambia baba, naomba marafiki nimetoka ninasoma Pugu, nimetoka Pugu nimekuja Dar. Nikalala kwa marafiki zangu, wanakaa wapi? Mikocheni. Nimekaa pale siku 2-3. Wasema sisi hatujawahi kufika Arusha. Of course we like to visit Arusha, you know. Nikawaambia baba, naomba basi niende na hawa ndugu zangu wapi? Dar. Katrini kakachukua marafiki zake hawa, wakawa wangapi? Na kenyewe kanalaga kwenye kochi, na wewe na mama yake na yule mdogo wake 2-3 mnalaga chumbani. Au sijeli unaombeaga kwa jirani. Alafu Katrini kanakuja na watoto wangapi? Utakaangaliaje? Kwanza kutoka hawa kina nani? Wametoka wapi? Yaani ukiwaona kwa mara ya kwanza karibuni, ukijua wamehamia, wewe unajua tu labda Trini amekuja na watoto, wamefika sasa wanaenda wapi? Babati. Kwa hiyo anambia, nyie mtaondoka saa ngapi? Ndio tumekuja. Kataa kwa jina la Yesu. Nasema kataa kwa jina la Yesu. Ndani yako izaliwe hari, moyo wa kutaka. Sikia nikwambie, usitamani mambo mengi. Anza na kitu kimoja. Unajua kuna watu mko hapa, kuna watumishi wa Mungu hapa, mimi nimewakasirikia. Niwaseme kidogo maana wamekosea sana. Hawana moyo wa kutaka mambo yatokee. Nguvu ya kutaka haikuachi ukatulia. Na mimi nataka niombe mbele za Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana iwe ndani yako. Ninaweka yai lililo tayari kutagwa. Yai lililo tayari kutagwa. Likuume. Kuku kwa nini anapigaga kelele?
yai likishapata lile, ukimchinja yai ndani kuna mayai, si ndio? Yale mayai yote ambayo hayajavaa lile gamba yanakuwa bado yameshikana na kuku, si ndio hayatoki. Lakini lile yai likisha komaa likavaa gamba linaachana na kuku. Ule kuona mahali popote yai panadoa kwamba hapa palikuwa pameshikana na kuku ndani? Mungu fundi bwana. Anatengeneza yai linatoka ndani ya kuku. Kuku anataka yai kama gololi. Unajiuliza lilikaa wapi? Lilikuwaje? Hiyo ni science na teknolojia ya mbinguni. Na hivi ndivyo Mungu anaenda kuweka ndani yako. Anaweka ndani yako yai na anaweka uchungu wa kutaga yai. Hilo yai likakuume kuliko kidonda cha moto. Likuume kwa jina la Bwana. Roho ya maendeleo ikuume kwa jina la Bwana. Uchungu wa mafanikio ukuume kwa jina la Bwana. Naweka uchungu ndani yako ukuume kwa jina la Bwana. Umwe kwa jina la Bwana. Umwe kwa jina la Bwana. Uchungu wa mafanikio, uchungu wa kutaka, nguvu ya kutaga mayai ya kiroho, nguvu ya kutaga mayai ya mafanikio, nguvu ya kutaga mayai ya mafanikio, nguvu ya kutaga mayai ya maendeleo, utage sasa. Nasema utage kwa jina la Bwana. Nasema utage kwa jina la Bwana. Nasema utage.